nani? Tunataka Langat. Tunataka nani? Tunataka Langat. Amefanya nini? Anaua watu. Amefanya nini? Anaua watu. Justice ni ya nani? Justice ni ya watu. Leo ni leo, mtazamaji wangu, mambo yameharibika. Leo ni siku ambayo watu wamekuwa wamengoja kwa sana, na finally hii siku imeweza kuwadia. Mtazamaji wangu, kwani ni yapi? Kwani ni nini? Kwani ni mambo gani ambayo yatakuwa yanafanyika siku ya leo? Mtazamaji wangu, inafaa leo ukae ukiangalia mitandao ya kijamii, kwa sababu mambo ambayo yamesemwa yanaweza yakafanyika ni mengi. Kutoka kwa posta kuweza kuachiliwa, posta ambazo mtazamaji wangu zinaonyesha scheduling ya maandamano ya kutokea katika mji wa Nairobi, scheduling ya maandamano ambayo yanafaa kumuona DIG Eliud Lagat akikamatwa. Hayo yote yanatarajiwa siku ya leo, na yametokea muda mbaya sana mtazamaji wangu, mahali ambapo Wakenya wanajua ukweli kuhusu kifo cha Albert Ojwang. Wakenya washajua siri nyingi sana kuhusu kifo hiki cha Albert Ojwang, na Wakenya wamejionea mengi kutoka kwa wanapolisi kudanganyana kuhusu njia ambayo Albert Ojwang alikufa nayo, kwenda kwa ukweli kufichuliwa until ukweli mpya kutoka siku ya jana, mahali ambapo ukweli wa jana ulielezea kutoka kwa moja kati ya wanapolisi ambao walikamatwa na James Mkwana. Ukweli unaonyesha, dalili zote zinaonyesha kwamba OCS Samson Talam, the DIG Eliud Lagat walihusika na kifo cha Albert Ojwang. Hiyo si mimi nimesema, hiyo ni habari ambayo ilitolewa na moja kati ya watu ambao washakamatwa. Nazungumza kuhusu Police Constable James Mkwana. Alisema kwamba OCS wa kwake Samson Talam alipokea simu direct kutoka kwa DIG, na wakaambiwa kuna mtu ambaye mahabusu ambaye atakuwa analetwa pale, na kisha letwa wanafaa watafute mahabusu kadhaa kule ndani wa msort kidogo. Na hii video ambayo nilikuletea siku ya jana, lakini kwa watu ambao hawakupata nitakuguzia kidogo jinsi ambavyo alielezea mpango mzima ulifanyika. Siku ya jana the DIG aliweza kustep aside, lakini Wakenya hata ndo wamekasirika zaidi because washagundua huyu mtu anacheza na akili zetu. Na ndio maana hata gazeti la leo mtazamaji wangu limeandika heading kubwa sana, and there is a possibility ukaona gazeti kama hili likitumika katika maandamano ya leo. Last time if you watched mtazamaji wangu, kuna waandamanaji ambao wakati ambapo wengine wamebeba vibango ambavyo vimeandikwa arrest DIG, kuna mtu ambaye tu alikuwa ameshika gazeti lake hivi. Hilo gazeti hapo mbele there is words zilikuwa zimeandikwa, na words hizo zilikuwa zina resonate na kile ambacho wanafanya ile siku. So gazeti la leo nikilitazama linapelekana kabisa na kati ya mambo ambayo watu wanalalamikia, and there is a possibility utapata mtu amesimama kwenye maandamano na amelishika hivi. Yes, nimesema maandamano, and we will be seen if maandamano yatafanyika. Lakini kabla tuzungumze kuhusu iwapo yatafanyika ama yatafanyika, leo ni leo. Haya maandamano yamekuwa mengojwa kwa muda, and after the previous demonstrations kutokea zile ambazo tuliona zilitokea ile siku ambapo Wakenya walikuwa wanalalamika sana kuhusu Albert Ojwang kuuliwa, baada hiyo maandamano hakuja kuwa na any other significant demonstrations, and this is the one ambayo imekuwa ikipangwa. Baada ya hii Wakenya wataanza kupanga ama washaanza kupanga maandamano ya the 22nd of ama to the 25th of June, ambayo ndo siku hasa ambayo Gen Z walikufa pale bunge, na mambo mengi sana yalifanyika ile siku. Kwa hivyo mtazamaji wangu, siku ya leo mambo ni mengi. Nitakuomba sana ukae ukiangalia mitandao ya kijamii ili uhakikishe kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakupita. Leo ni siku ambayo unafaa kuwa very vigilant. Leo ni siku ambayo unafaa kuwa very careful ama very informed pia. You don't want to find yourself at the wrong place at the wrong time. Watu ambao wana operate sana mjini today, just watch and see. Be very careful, usijipate mahali pabaya.
Kwa hayo ningependa nikukaribishe rasmi kabisa hapa katika channel ya Duffy Update. Tayari ni kujulishe mapya ambayo yamejitokeza ndani ya taifa la Kenya. Mtazamaji wangu, iwapo wewe ni mgeni, iwapo hii ni mara yako ya kwanza kutazama video kutoka channel ya Duffy Update, jihisi nyumbani. Hapa ni mahali ambapo tunakuleta matangazo ambayo ni unique, latest, well detailed, well explained. Tunahakikisha kwamba tumeweka mtu akiwa informed jinsi ambavyo inastahili. Kwa hivyo naweza nikaomba support yako moja peke yake ya kuweza kujiunga na familia ya Duffy Update kwa kusubscribe in the subscribe button under this video. Next, make sure you give this video a thumbs up, and lastly, make sure you click the notification icon on so that the next time when we upload a new video, YouTube will automatically notify you that tumeweka kazi mpya. We appreciate all the returning subscribers and all the people ambao wamekuwa waki comment pale chini. We really appreciate. And with those few remarks, let us get into today's video, mahali ambapo tutaanza kwa kuzungumza kuhusu hii story ambayo inaonyesha hashtag ambazo zinazidi kuzungumziwa. Mtazamaji wangu, siku ya jana ama let's say early today about mwendo wa saa 7 za usiku, only one hashtag was trending at number 1, and that hashtag, mtazamaji wangu, is Tuesday. Yani leo ni Tuesday, mtazamaji wangu, na leo Tuesday, mtazamaji wangu, ni tarehe 17 mwezi wa June mwaka 2025. Nimekujulisha today is on a Tuesday the 17th June 2025. Kwa hivyo hashtag ya Tuesday is Tuesday ilikuwa ina trend, and the reason why it's trending is because people have been planning to use this specific day to demonstrate, to make their grievances on the hashtag arrest Eliud Lagat, which is a hashtag trending at number 2, has been obeyed. DIG Lagat steps aside one day to this maandamano, maybe hoping by him stepping aside itafanya hii protest isifanyike. Well, we are going to see, because it's still early. We are going to see iwapo maandamano itafanyika ama haitafanyika. Nikiangalia watu wamezidi kutoa zile flare, yale mabango ambayo yanaonyeshana watafanya maandamano kutoka mji wa Nairobi kwenda Machakos County, kwenda sehemu mingi hadi kule Homa Bay, mahali ambapo ndo kisa kizima kina husika. Watu wamesema watatokea kuandamana in solidarity with Albert Ojwang. Kwa mfano, kuna nimekuletea poster nyingi sana za Nairobi. Ningependa nikuletee hii poster ya Machakos. Wanasema Machakos, justice for Albert Ojwang, Eliud Lagat must be jailed. Unasikia? Wanataka Eliud Lagat kuona mambo yakifanyika, kutoka kwa yeye kuwa arrested, kupelekwa kotini, kuhukumiwa. Kila kitu sasa hivi kinaonyesha alihusika. Imagine a police constable revealing, na hii si stories za jaba ama stories za Abunoasi, mtazamaji wangu, runinga ya Citizen TV through inner sources iliweza kupata ripoti, even hii ripoti iko public, nitakusomea kidogo, ya James Mkwana ambaye ni police constable wa Central Police Station, akifichua OCS alipokea directives kutoka kwa DIG, akiambiwa kuna mtu ambaye atakuja, unafaa kumfanya hivi na hivi, and he revealed that what they were supposed to do ni kumtesa, sio kumuua. What just happened is the situation got out of hand, and they did more than what they were supposed to do, and it ended up costing that person's life. That's why we are here today. Kwa hivyo watu wa Machakos wamesema watajitokeza ku demonstrate kuhusu Albert Ojwang, and they are demanding one thing, kumuona Lagat akiwa ndani. Itawapea furaha sana. Wamesema Tuesday June 17th, na muuaji on the loose, total takedown. Wamesema arrest this corrupt thieving killer cop today, na pia wakaeka ile slogan yao Rage and Courage, wakapeana instructions pale, beba maji, simu na flaga. Kwa hivyo kuna this specific letter yake James Mkwana, ambapo anaelezea the conversation which was happening wakati ambapo aliitwa ofisini
na OCS wake on that fateful day ambayo Ojwang aibaki akiletwa pale katika Central Police Station. Kwa hivyo amesema alienda kwa mkubwa and they had a conversation and I like to pass you through this letter ambayo inaonyesha mazungumzo ambayo walifanya. Kwa hivyo ni barua ya IPOA, it's an official statement from the Confidential, mahali ambapo jina lake ni James Mukwana, ID namba yake iko pale, miaka yake ni miaka 31, yeye ni mwanaume, namba yake ya simu iko pale, service number yake akiwa na polisi iko pale, the rank yake ni PC. PC inamaanisha police constable if I'm not wrong. Anakaa pande za industrial area. Occupation yeye ni mwanapolisi, anazungumza lugha ya Kiluya, Kiswahili na Kizungu. Na pia mtu ambaye alikuwa anamuuliza haya maswali ni interviewer Justin Nyatete. Interpreter iwapo anahitajika hakukuwa naye, na majina ya watu ambao walifanywa interview ni Justin. Names of persons present during the interview. Majina ya watu ambao walikuwa in the same room wakati ambapo hii interview inaendelea ni ikiwemo Justin Nyatete, huyo ni mtu ambaye alikuwa anamuuliza maswali. Kuna Stanley Kinyanjui, kuna Njeri Kariuki, kuna Kipkuto and James Mukwana. James Mukwana bila shaka ndio mtu ambaye alikuwa anajibu maswali. Kwa hivyo katika hii barua walipitia mambo kadhaa, and if you are interested, I would like to take you through just juju ya mambo ambayo walisema katika haya mazungumzo yao. Kwa hivyo akaenda kwa mkubwa, and the report has more pages than ile ambayo niko nayo. It's just that I've picked this specific page because iko na mambo kadhaa ambayo ni ya muhimu. Amesema alienda kwa mkubwa, and I quote, I then asked him, na hiyo sijawahi ona hapa, na ikikuwa mbaya, akauliza a question, mwisho nukuu. He replied, hapana, huwezi kutoa hapana, huwezi kataa amri ya mkubwa. Kwani mimi mwenye nilikubali? Kwani mimi ni mjinga? Na ukikataa kuna kitu inaweza kukufanyikia, na wewe ni junior officer. I replied, sawa sir. I then told him, nikiwa nimenukuu, mimi afande nataka kutoka kazi. PC Kimani anaingia. He said, and I quote, Kimani hapana, end of quote. Then the deputy interjected and said, open quote, hapana, Kimani atapelekwa gate. I told him, Kimani will be at the gate. He will suspect something fishy. It will raise eyebrows. Then the deputy agreed and said, huku nikiwa nimenukuu, sawa, wacha mkue na yeye. He then opened the door. We went downstairs. What you have heard mtapale mtazamaji wangu is James Mukwana, the PC, akielezea the type of conversation which was going on between yeye na OCS. OCS was Central, ambaye ni Samson Talam. This already ishaonyesha evidence tosha ya kumweka Samson Talam ndani, ya kumweka DIG ndani. Anasema Talam alipokea directive. Na Talam hapa anamwambia yeye si mjinga kukubali zile directives. James Mukwana anajaribu kuelezea yeye hatakuwa kazi yale masaa. Sijui Kimani ndo atakuwa kazini. Anaambiwa hapana, staki Kimani, and James Mukwana was forced to overdo masaa yake. The deputy met PC Kimani and started informing him about the plan, while I proceeded to the cell to look for the remandees. I met Ngige, who had stayed for a long time. I then told Ngige, here is 2,000 Kenya shillings. OCS has given out. Kuna mahabusu anakuja, anataka mumshughulikie kidogo, yani discipline kidogo. I told them he should look for people who could do the job, and then he left and went to the cells. Unasikia watu walilipwa pesa kumvamia Albert Ojwang pale kwenye cell. A directive from the DIG through
the OCS to James Mukwana, who then went and found, yani huyu ndo alienda akatafuta mahabusu akawapea 2000 na akamwambia tafuta wenzako, kuna kitu ambacho mnafaa mshughulikie mtu fulani ambaye ataletwa. All remandees are kept in cell number 1 on the right side as you enter the cells. After a few minutes, he told me he had people for the job. He then handed me 2000 and told me the money I should use to buy the alcohol, since they cannot do such work without being high. Unasikia? Na hii pia na I think niliona mahali pengine walilipa 2000. Baada ya wale mahabusu kupewa 2000, wakamrudisha ile 2000, wakamwambia enda utuletee pombe fulani kwa sababu tunahitaji kuwa tuko juu kabla tufanye hii kazi. I then left and went to the canteen and brought alcohol bought alcohol and brought it. I gave it to Ngige and he went back to their cell. PC Kimani told us to make the instructions succeed, he should take over the duties of cell sentry's duties. He then called the inmates to the waiting bay. He called out the inmates one by one as they were entering the back cells. He confirmed all the inmates were present. It was around 8:30 p.m. Mtazamaji wangu, hii ripoti ilizidi kuendelea na ilifichua mambo mengi sana. And to make your story short, ama hii story short, James Mukwana aliletwa na Subaru and Kimani ama James Mukwana confirmed na akaambiwa na OCS, yes, the black Subaru, huyu ndo mtu ambaye mnafaa kushughulikia. He was taken to the prison ama to the cells and some few minutes later tayari alikuwa shaanza kushughulikiwa. Kushughulikiwa tunamaanisha kupigwa. And at some point the police constable anafichua kwamba he had a lot of noise and decided to go check the situation, and he found Ojwang in very bad situation. He was cornered somewhere akiwa amekaa peke yake, and because of how he was, alikuwa na mwaga damu kila mahali. The James Mukwana instructed akina Kimani to take him to hospital, and then yeye akatoka because masaa yake ya kuacha kazi alikuwa amefika. Now that Albert ashashughulikiwa, he saw it as the right moment yeye kutoka kazini. The following day, fast forward, he receives a phone from his fellow police officers asking him, umesikia kile kimefanyika? Umepata ripoti? He calls the OCS to confirm from the OCS. OCS tells him, si kubaya, mambo si mabaya, I will call you through my other SIM card. So ukisikiza story kama hii, even the details zenyewe zinakuonyesha this is not story ya kuundwa. And the reason why huyu James Mukwana, the police constable, aliamua kuongea, it's because they had already planned kuficha hii story, but later akagundua kwamba kumbe yeye ameachiwa bebe msalaba peke yake, na makosa haikuwa yake in the first place. He was just given a directive. So akaamua kuzungumza na kusema ukweli kuliko bebe msalaba peke yake na yeye hata si yeye mhusika mkuu. So you see the story, and that's what is making people go out there na watake kuandamana, because wanajua hawa watu walihusika. From the first day, Kenyans were saying that these guys were involved. Kwa hivyo mwisho kabisa, katika gazeti la The Standard ningependa nikujulishe limechapisha kitu ambacho Wakenya wengi wamekuwa kitaka kufanya, kusema no, just resign. Siku ya jana huyu Lagat ali step aside, but Wakenya wanataka ajiuzuru, akuwe arrested, apelekwe kotini na wamuone jela. Ripoti inasema even as the Deputy Inspector General of Police, Elio Lagat announced that he was stepping aside following pressure over the mauaji of Albert Ojwang after his name repeatedly came up in the matter. Public anger only intensified. Many now demand his resignation and prosecution. Unasikia wanataka pia kuwa prosecuted. Like others already in court, Kenyans remain steadfast in their push for justice. They see through the familiar tactic of diffusing outrage with symbolic gestures, stepping aside only
to be quite reinstated Rita. Mtazamaji wangu, mambo yatazidi kuevolve sana siku ya leo, na ningependa ukae ukimonitor ili nikuwe hapa kuweza kukujulisha. Ningependa kukuomba kabla ya kuondoka, kisha unajiunga nasi kwa kusubscribe katika channel, kwa kulike video na kwa kuweka alama ya notifications ikiwa on. I'll meet you in the next one. Bye bye.